kwamba mtu hawezi enda kwa shetani na shilingi 10. Kuna watu mpaka wamewapeleka watu kwa shetani kuwatoa dhabihu. Mtu amemtoa mama yake, akamtoa nduguye, kwamba huko wanasema toa kile unachopenda. Yaani toa kile unachopenda, kwamba ukitoa kinatingiza moyo wako, ili kwamba yule anayeutesa moyo wako, sadaka alizozitoa huko ndizo zinaofanya maisha yako yanakuwa jinsi yalivyo. Haleluya. Amen. Lakini kwamba ili kwamba tuweze kutingua ile, jibu ni kwamba toa dhabihu kwa Mwenyezi Mungu. Nazo dhabihu zako ziwe za mara kwa mara hekaluni. Wakati mtu ameenda kwa mganga ametoa sadaka za ng'ombe, unapokuja kanisani sadaka zako yafaa si ng'ombe. Praise God. Amen. Mara kwa mara tumechukulia kutoa sadaka kama desturi. Lakini watesi wetu wanatuliko kutunyanyasa kwa sadaka zao wanazozitoa huko. Praise God. Amen. Lakini wakati umetambua kwamba unapomtolea Mungu sadaka zako zinaliko zile ambazo zimetolewa kwa madhabahu mengine, hata wao wakitoa huko, yule mganga atasema huyu mtu hana hatia, kwa sababu anapata kwamba sadaka zako zimekuunganisha wewe na Mwenyezi Mungu. Zile dhabihu ambazo unatoa kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu zinakuunganisha wewe na Mwenyezi Mungu, zinaweka ulinzi. Hata yule akitoa sadaka zake kwa madhabahu mengine, unapata kwamba sadaka zako zinamulika. Mchana kwa shetani anasinzia, ama ametuma maajendi wake kuchukua ripoti kwa watakatifu, ili kwamba usiku ajue chinzi atakavyokunasa. Praise God. Amen. Na ndipo unapata kwamba ukifuatilia Wakristo wengi, yule ambaye hata leo hii tukiuliza kwamba nani aliota amekutana na Yesu anaenda mbinguni, hakuna. Lakini wengi utapata niliota nafukuzwa milimani, niliota na nyongwa, sijalala, nikilala hivi vitu zinanifinya, nikilala hivi vitu zinapiga kwa mabati. Hiyo ni nini? Kazi ya nguvu ya shetani. Wale wanaoenda kwa waganga, hata wakienda mchana, siku ya operation wanaambiwa kuja wapi? Usiku. Wale watu ambao wanaenda kwa mganga mchana wanaenda kujitambulisha, lakini usiku ndio wanaenda kazi. Zile dhabihu zao wanazitoa usiku. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kwetu tunapomtolea Mwenyezi Mungu, tunatolea Mwenyezi Mungu dhabihu zetu mchana. Mchana wa jua kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu, ili kwamba wakati wao wanaenda kwa nguvu za giza, sisi tunawaendea mchana peupe kwa Mwenyezi Mungu. Amen. Yoshua akasema, mtasita kwa njia zenu hadi lini? Chagueni leo mtakayemtumikia, kwa kuwa mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Haijalishi watu marafiki zako wanapozunguka wanamtumikia nani, lakini wewe na nyumba yako, wewe na moyo wako unamtumikia nani? Bwana asifiwe. Amen. Wacha sadaka zako zikudefend kwa Mwenyezi Mungu. Wakati watu wa dunia wanategemea vitu zao kwa defend, wacha wewe sadaka zako zikupiganie. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati juma lilopita, wakati tulikuwa na zile sadaka za kuweka maisha yetu wakfu, naamini ya kwamba kile ulichoweka wakfu kwa sadaka hapa hakitabaki chinzi kilivyo. Amen. Praise God. Amen. Maana Mungu wetu anasema kwamba nijaribuni mimi muone kama sitawatendea. So tulimweka Mungu kwenye majaribio juma lilopita. Sasa tunasubiri matokeo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini onyo ambalo alionya kanisa ni kwamba shetani amejua kwamba kuwadanganya Wakristo, aswa Wakristo ni miujiza. So unapata Wakristo wanatoroka uwepo wa Mwenyezi Mungu, wanakimbia penye kuna miujiza. Maana shetani njia ya pekee ambayo anaona kwamba anaweza wavuta Wakristo wa mwasi Mungu ni miujiza. Bwana asifiwe. Amen. Lakini hatuangalii anayefanya miujiza. Praise God. Amen. Yesu akasema mtawatambua kwa matunda yao wanaofanya yale miujiza. Bwana asifiwe. Amen. Na leo nafundisha juu ya aina ya sadaka. Aina ya sadaka. Kama unaandika chini utaenda pamoja nami, tunafundisha juu ya aina ya sadaka. Haleluya. Amen. Tuko na aina mbili ya sadaka. Tuko na aina mbili ya sadaka. Sadaka ya kwanza ni sadaka iliyoamriwa na Mungu.
sadaka inayotolewa kwa amri ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na hiyo utaandika kwa sadaka iliyoamriwa na Mwenyezi Mungu, tuko na sadaka mbili, na hiyo tutaiguzia mchana wa leo. Sadaka ya kwanza ni limbuko. Sadaka ya pili ni zaka ama fungu la 10. Hizo ndizo sadaka mbili ambazo zimeamriwa na Mwenyezi Mungu. Na sadaka ya pili ni chaguo la mwanadamu. Kuna sadaka ambazo ni wewe uamue utoe ama usitoe. Bwana asifiwe. Amen. Na sadaka ambazo ni chaguo la mwanadamu utaziandika tu chini, lakini nitaziguzia tu kwa uchache, lakini leo tunaguzia aswa ambazo zimeamriwa na Mwenyezi Mungu. Sadaka ambazo ni chaguo la mwanadamu, sadaka ya kwanza ni shukrani. Kuna sadaka ambazo tunazitoa kwa Mwenyezi Mungu kama shukrani kwa kazi ametufanyia. Hiyo ni chaguo. Ni chaguo tu. Mungu kama amekufanyia mema, kwenda kumwambia asante ni chaguo lako. Sio kwa amri. Wale wenye ukoma 10 walipoponywa na Yesu Kristo, waliorudi huko hawakuwa 10. Ila waliorudi huko waliambiwa kwamba enendeni mkajionyesha kwa makuhani na mkatoe sadaka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sadaka ya shukrani ni wewe mwenyewe tu kusema tu nikupenda. Ni sawa hata na mtu akikununulia soda, unaweza amua useme asante ama usiseme. Bwana asifiwe. Amen. Sadaka ya pili ni sadaka ya hiari. Sadaka ya hiari ni sadaka inayotolewa bila sheria wala kushurutishwa. Na hii ni sadaka aswa tunapofanya kitu kama mfano tunafanya ujenzi kanisani. Tunakuwa na zile sadaka ambazo mtu amejitolea kwamba mimi nitanunua dirisha moja. Mimi nitanunua simiti moja. Si amesema na kinywa chake? Zile ni sadaka. Ile kitu umenunua kufanya kazi kwa nyumba ya Mungu bila kushurutishwa ni sadaka. Hiyo nayo ni sadaka ya hiari. Umenunua viti 10 umezileta kwa nyumba ya Mungu. Hakuna aliyekushurutisha, ni sadaka umeitoa. Kwa hiyo hiyo ni sadaka ya hiari, nayo unaitoa kama moyo wako umependezwa nayo kumfanyia Mungu kazi. Sadaka ya tatu ni sadaka ya amani. Sadaka ya amani pia ni wewe unaamua. Unataka kufanya amani na mtesi wako ama hapana? Unataka kufanya amani na Mwenyezi Mungu ama hapana? Utatoa zile sadaka za amani. Bwana asifiwe. Na mara kwa mara nilipofundisha majuma yaliyopita ni kwamba waweza kuwa umekosana na ndugu yako. Waweza kuwa umekosana na mama yako mzazi. Kuomba msamaha ni sawa, lakini kitakachofanya huu msamaha ukubalike haraka ni kufuatisha sadaka. Praise God. Amen. Nakumbuka siku moja kibinafsi mimi nilikuwa nimekosana na my sisters, dada zangu. Na ikawa hawaji nyumbani kwa sababu walioyakosa wanauliza kwanza John yupo. Wakisikia nipo hawaji. Wanakaa pembeni tu mpaka wasikie sipo ndio waingie. Bwana asifiwe. Lakini mimi nikawa nimewasamea maana niliona walitenda kama watoto. Praise God. Amen. Lakini ni kama walisoma huu mstari. Siku moja kwa simu, unajua simu zetu hizi wakati message inaingia mara kwa mara mpaka usome, si ndio? Nikaona message inaingia. Kusoma confirm. Receive such an amount of money from so and so. Praise God. Amen. Yaani yule dada akakumpasa akatumia pesa. Si tulikuwa sana? Yeah. Hajaomba msamaha, akatuma pesa. Alipotuma na by the way nilikuwa msoto kiasi. Sasa nilipoona confirm nikasema haleluya. Akafuatisha message ya pili kwamba kaka naomba unisamehe. Nilitenda kiupumbavu. Utakataa kumsamehe? Nakusamea. Haleluya. Sasa sadaka za amani zina uzito. Wakati umekosana na mtu, ukiona tu kwamba msamaha haitoshi, tanguliza sadaka za amani. Tanguliza sadaka za amani. Hata kataa, hakuna atakayekataa ni wazimu peke yake. Bwana asifiwe. Alafu Mungu ufanye miujiza. Zinakupata wakati uko kwa kona, mwezi uko kwa kona. Sasa hizi nitakana mwage maiti mbolea hauna kitu. Ulikosana na mtu, unasikia tu confirm. Surely. Si hapo ndio namwambianga, kaka nilikusamehe kitambo tu. Kwa sababu confirm. Amen. Kwa hivyo sadaka za amani zina uzito kubomoa zile nyara za makwazo. Kuliko yeye anayeenda kuomba msamaha kavu tu. Waje nikwambie, ukiomba msamaha kavu, hapo ndipo nakwambia kwamba nishakusamehe kaka, hamna tatizo.
lakini ndani ya moyo anasema sioni. Lakini tangulia sadaka uone. Moyo uyeyuka, naye kukusamehe toka moyoni. Na kuanzia pale siku ya pili mtaanza communication. Utasikia John anakushia good night. Nakwambia kaka ushalala? Sijalala. Nakutakia usiku mwema. Yale ambayo hakuwa anafanya. Sababu gani? Umevunja nira ya chuki. Amen. Enda ujaribu hiyo. Kama kuna ndugu uliwahi kukosana na yeye, ushawahi kukosana na mzazi wako, ushawahi kukosana na mama yako mzazi, ndugu yako, enda kwa maombi, Bwana akufungulie fedha. Mtumie, si uko na namba yake. Bwana sifiwe. Itavunja ile hali ya chuki. Kwani nadhania wale walinzi waliokuwa wanalinda kaburi la Yesu walipewa fedha na kuambiwa enda mseme wanafunzi wake walikuja kumwiba. Nini kilitangulia? Sadaka. Praise God. Amen. So sadaka za amani ni sadaka ambazo unachagua. Kama umejaribu msamaha hauji, kuna msamaha mwingine hauji hata kwa maombi, lakini unakuja kwa sadaka. Maana Mungu anafuatilia zile sadaka. Mungu anaangalia zile sadaka ambazo umezitoa kwa sababu gani? Kwa sababu ya amani. Mimi nilipofanyika hivyo, nashukuru sasa hizi tuna amani na madada zangu wote. Amen. Praise God. Amen. Ni kwa sababu walitoa sadaka za amani. Sadaka zinazofuata ni sadaka za nadhiri. Nadhiri ni sadaka mojawapo hatari sana. Kabla useme na kinywa chako juu ya kumtolea Mungu, waza mara pili. Maana waweza jifunga ama ujifungue. Sadaka za nadhiri ni sadaka ambazo unaambia Mungu kwamba niko kwa matatizo ama ninaenda kwa kupigana na vitu fulani. Bwana ukiniwezesha nifaulu. Kwamba yani unapatia Mungu mtihani. Kwamba Mungu ukiniwezesha hawa maadui ambao wako mbele yangu, ukiniwezesha nipigane na wao niwashinde. Labda kesi iko kotini, unasukumana wewe hauna hela za wakili, lakini unaambia Mungu kama utaniwezesha hii kesi itamatike kwa amani, Bwana nitakutolea fungu la 10 kutoka kwa hii zizi la Mungu wangu. Si nadhiri umeweka? Kwanza haijafanyika. Umekuwa mgonjwa, kwamba Mungu ukinitoa kwenye hiki kitanda, hakika nitakutolea sehemu ya shamba langu nikakujengea nyumba ya Bwana. Yaani wewe mwenyewe unasema hiyo nadhiri usiondoe. Naye Mungu ni wajabu. Atakutendea. Na akikutendea usiwe mwepesi wa kuiondoa. Ndipo sasa nasema nini? Mtu akikuomba kitu kama unajua hautaweza kumsaidia, usiwe mwepesi wa kumwagiza. Usiwe mwepesi. Usiwe mwepesi wa kusema kwamba hakika hili nitakufanyia. Umesema na kinywa chako. Mungu kufuatilia hayo maneno yako. Yohana Mbatizaji ndiye akatwe kichwa, haikuwa kupanda kwa mfalme na mkate kichwa. Lakini binti akawa anacheza vizuri. Na kuna chuki nyingine mtu anaweza kuandama chuki mpaka hata ukifa. Kweli. Naye mfalme akauliza binti, unacheza vizuri. Omba lolote mimi nitakufanyia. Lakini msichana akimbia kuuliza mama yake. Mfalme ananiuliza hii. Naye mama yake akakumbuka fika huyu Yohana alipiga makelele wakati mimi niliolewa. Unajua kuna ndoa zingine ukikataza mtu atakuwekea chuki mpaka ufe. Yohana alisema kwamba si vema kumchukua mke wa ndugu yako. Akamwambia hii ni makosa hata kama ndugu yako amekufa. Si vema. Sasa huyu mwanadada akawa amemwekea chuki na akasema kwamba enda ambie mfalme nataka kichwa cha Yohana kwenye bakuli. Lakini kwa sababu mfalme alikuwa amesema kwamba hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia, ni nadhiri. Mfalme alikuwa ameweka nadhiri kwamba umecheza vizuri, omba lolote nitakufanyia. Alipokuja akamwambia kwamba nataka kichwa cha Yohana, mfalme alisononeka, lakini alisema sasa nifanyeje? Ikabidi akufanyaje? Akatoa. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Yefta. Alipokuwa anaenda vita, maana Yefta alikuwa ni mtoto ambaye amekataliwa na jamii yake. Akafukuzwa na akasema akamwambia kwamba wewe si wa damu yetu, tunakufukuza enda. Lakini alipoenda, Mungu naye akampigania kule alipoenda. Kama uko hapa hivi, jamii ishawahi kufukuza kwa njia moja au nyingine, wewe ndio utakuja kuwa mkombozi katika jamii. Amen. Haijalishi mateso unayopitia sasa, but what I believe one day is coming. You will be the redeemer of your family. Tena watakutafuta. Praise God.
Yeftha alitafutwa. These guys walipomfukuza kusema kwamba wewe sio mama yetu, akaenda wakamfukuza akaenda. Lakini waje Mungu afanye mambo, wakapigwa. Waje wapigwe. Haleluya. Yusufu alipofukuzwa na mandugu zake, si baadaye aliwakomboa? Sasa wewe ambaye ndugu zako wamekuchukia, nataka nikupatie tumaini mchana wa leo. Haijalishi wamekuchukia vipi, lakini jambo ambalo nataka nikwambie mchana wa leo ni kwamba siku moja utakuwa mkombozi. Nao watakutafuta penye uko. Uje utatoa kesi ambayo imewashinda. Yeftha akatafutwa. Akaambiwa kwamba tumepigwa sana, lakini tumeona wewe ndiye mkombozi. Njoo utusaidie. Walimuita njoo utusaidie. Na Yeftha akasema kwamba nitawezaje? Na akaambia Mungu nakuomba jambo moja, naenda nadhiri kwamba ninaenda vita. Nikishinda nikirudi, nitakachokutana nacho nitakutolea sadaka. Amen. Praise God. Sio sadaka ya kutoa kama wazita kama Samueli. Unajua Samueli alitolewa sadaka. Nakuja hapo. Sio sadaka kama Samueli kwamba aende umtumikie Bwana kwenye madhabahu. Ilikuwa ni sadaka ya kuchinja. Na ndio unajua kwamba wale wanaoabudu shetani hujishikilia pale. Yeftha alipotoka vita akashinda, alipokuja binti wake wa pekee akaja na matari akicheza, akimlaki baba yake. Baba yake akasononeka akasema, ukawa kama miongoni mwa watesi wangu. Naye Yeftha hakutoa hiyo nadhiri. Binti akamwambia tu kwamba nipe nafasi nani nisherekee wanawali wako milimani. Nikirudi ufanye unayotaka. Binti alijua. Wangekuwa binti wa saizi wende milimani na wajua nyuma panga inanolewa ungerudi. Binti anaenda milimani akasherekea wanawali. Akirudi akijua anaenda kutolewa sadaka tena ya kuteketezwa. Lakini alienda akamaliza akarudi. Akafanyiwa jinsi baba yake alipomwambia Mungu. Praise God. Amen. So unapata kwamba katika nadhiri unaposema kwamba Mungu kinifanyia hii nitafanya. Kama uliweka nadhiri yoyote kwa Mwenyezi Mungu, haijalishi ulikuwa unamjaribu Mungu ama namna gani, enda ufanye. Usipofanya ile uliyosema kwamba nadhiri itahuisha zote ambazo zimebaki. Praise God. Amen. So sadaka ya nadhiri ni sadaka ambayo wewe unamjaribu Mungu kwa maneno. Wakati Mungu anakufanyia, unapata ya kwamba unapofanya kumfanyia, then hapo Mungu anaachana na wewe. Praise God. Hana aliomba kwamba Mungu ukinipa mtoto kwanza mwanaume, nitamtoa atumike madhabahuni mwako. Mungu akampa Samueli. Samueli akatumika madhabahuni na akawa nabii. So kwa sadaka zozote ambazo umekiri kumfanyia mtu, uliwahi ahidi mtu kitu, mtu alikufanyia kazi nzuri na ukamwahidi kitu, na kinywa chako haukushurutishwa na haujafanya, ni deni. Ni deni kwako. Haijalishi ni miaka mingapi, lakini ni deni kwako tu. Tukiwa katika nyumba ya Mungu kama hii, mara kwa mara huwa tunakuwa na zile changisho, sadaka maalum na ulisema na kinywa chako. Ndipo sasa unapata kwamba wakati changisho zinaendelea kanisani, unajua uwezo wako hauna. Usiseme kufurahisha kanisa. Praise God. Usiseme kufurahisha mchungaji. Usiseme kufurahisha, nyamaza tu. Kama hauna uwezo, wacha kusema. Kama hauna uwezo wa kusaidia mtu, wacha. Maana Mungu huandama maneno unayoyasema. Hata yaweza kuwa mtoto wako alikuwa anaenda kufanya mtihani na kumwambia kwamba baba, ukipita nitakununulia suti, mtoto hajavaa suti. Kipita nitakununulia suti. Mtoto pap, dadi, nimepita. Hapo ndio mzee anajifanyanga hapo bisi. Bwana asifiwe. Suti. 2000 ama zaidi. Na mzee mwenyewe hajavaa suti. Sasa unaweza kupiga hesabu, kwani nilikuwa nacheza tu kama maanisha. Sasa hapo ndio mzazi jeuri upatia mtani ya pili. Anaambia kwamba sasa waje kusubiri shule ya kitaifa. Ukiitwa shule ya kitaifa Alliance, hiyo suti nitanunua. Naye Mungu ni nani? Barua pap Alliance High School. Praise God. Kama uliahidi mtoto wako kitu kwa ajili ya nadhiri kwamba akifanya hii nitamfanyia na hujamfanyia, enda umfanyie. Nadhiri uliweka, enda umfanyie. Usipomfanyia mtoto hata akiwa mzee atafikiria.
Sema baba aliahidi kitu fulani, mama aliahidi kitu fulani na hakutenda. Praise God. Amen. Kwa hivyo usiwe mwepesi wa kunena maneno ambayo yatakufunga wewe mwenyewe baadaye. Haleluya. Hiyo ndio sadaka za nadhiri. Na kuja kwa zile sadaka ambazo zimekuwa mbili muhimu ambazo zimeamriwa na Mwenyezi Mungu. Tunasoma kwenye kitabu cha Kutoka 13:12 hadi 16. Kutoka 13:12 hadi 16. Nitasoma. Kutoka 13:12 mpaka 16 nasema, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye azaliwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana-kondoo, na kwamba hutaki kumkomboa utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema, ni nini hivi? Utamwambia, Bwana alitutoa Misri kutoka ile nyumba ya utumwa kwa uweza wa mkono wake. Basi ilikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu ili asitupe ruhusa kuondoka. Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wa mnyama. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wote wafunguao tumbo wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wana wangu na wakomboa. Jambo hilo litakuwa ni ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri kwa uwezo wa mkono wake. Praise God. Amen. Sababu gani tunatoa limbuko? Mungu akawa anaambia Musa kwamba ambia Israeli kwamba kila kifunguacho tumbo aswa wanyama ni cha Bwana. Kila firstborns ni wa Bwana. Tunapopesa sana kwa upande wa wanyama, maana ni sadaka, kwamba sadaka zote mzaliwa wa kwanza kama ni kuku. Ile yai la kwanza kulijua ni ngumu, lakini werevu huenda wanamaka kwamba hii ndio imekuwa nini yai la kwanza. Hiyo yai leta kanisani kama limbuko. Kama umevuka kondoo, atakayezaliwa wa kwanza mleta kanisani kama sadaka ya limbuko. Iwe ng'ombe. Mara kwa mara wa Kristo tunaleta mazao kama limbuko, lakini wanyama sio rahisi. Kwa sababu mtu anaona kwamba kushika tu ng'ombe kamba ama nifuata nyuma na mleta kanisani kama limbuko ni wachache. Bwana sifiwe. Lakini Biblia inasema namna gani? Mungu huridhia zile limbuko. Wakati Kaini na Abeli walipoenda kutoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu, Kaini alitoa sadaka za mazao, lakini Abeli alitoa mazao ya limbuko ya wanyama wake aswa zilizonona. The Bible inasema kwamba naye Mungu akaridhia zile sadaka za Abeli, lakini sadaka za Kaini hakuziridhia. Ndiposa wivu ikaingilia pale. Kwa hivyo sadaka za limbuko zina uzito sana kwa Mwenyezi Mungu. Praise God. Amen. Sadaka za limbuko unapozitoa unakumbuka Bwana alivyokutoa. The Bible inasema kwamba Mungu akamwambia Musa kwamba watoto wako watakapokuuliza unatoa hizi limbuko kwa sababu gani, hapo ndipo utakaowaambia kwamba Bwana alitutoa kwenye nchi ya dhiki ya Misri. Kwa hivyo unapotoa limbuko huwa unakumbuka penye Bwana amekutoa. Sasa limbuko yoyote unaitoa kanisani, iwe ni mahindi, iwe ni mboga, unapoitoa kanisani unakumbuka. Maana the Bible inasema kwamba hii itakuwa ni akisema kwamba jambo hili litakuwa ni ishara mkononi mwako. Unapotoa mkononi mwako unakumbuka penye Baba amekutoa. Wakati ulikuwa unachekelewa, leo hii unaweza simama kwenye kikao kuongea. Wakati ukikaa kwenye kikao cha familia, hata kupewa nafasi kutoa hoja hauwezi. Maana ukibeba mkono wadadhania kwamba unasumbua. Bwana sifiwe. Mpaka family gathering zikiitwa hauwezi itwa. Barua kijijini zikipewa hata za harusi, kwako wanapita tu. Maana wanajua hauna chochote. Lakini wakati Bwana amekuinua toka jahani,
Wakati Bwana amekuinua toka mavumbini, hapo ndipo unamtolea limbuko. Mara kwa mara unapata kwamba watu wanaojua haya maandiko, akiajiriwa, umehustle, umetembea, kitu kimeisha. Kila ofisi unayoienda hakuna kazi. Kila ofisi unayoienda, kila kibarua unakoenda kwa mtu hakuna kazi. Bwana asifiwe. Lakini Bwana akafanya muujiza wa kazi. Hapo ndipo mshahara wako wa kwanza ni wa Bwana. Haleluya. Najua kuna mtu anasema haya ni magumu sana, hatuwezi yapokea. Lakini maandiko yanasema nini? Kile kifunguacho mimba cha kwanza, mshahara wako wa kwanza, haijalishi ni pesa ngapi, lakini kwa mshahara wa kwanza ni wa Bwana. Sababu gani utoe? Unakumbuka ulivyokuwa unatembea kwa miguu bila kazi? Unakumbuka wakati huu kama saizi ni wakati wa ukame, kwenda nyumbani kwenyu lunch, hauna uhakika kama mtakula. Wakati mtu anagonjeka, hauna uhakika kama atapona. Praise God. Familia yenu wakati unakumbuka penye Bwana amewatoa, wewe ndio umeinuka kama taa. Wewe ndio umeinuka kama Yusufu. Praise God. Amen. So wakati unakumbuka penye Bwana amekutoa, hapo ndipo wakati wa kusema kwamba kama si wewe Mungu wa mbingu na nchi, singelipata hii kazi. Amen. Kama si wewe Mungu wa majeshi, singefanya hii. Ni kwa neema tu. So wakati unakumbuka penye Bwana amekutoa, hapo ndipo unamtolea kama sadaka. Maana hata kama ni kwa kibarua, mnaenda mnapika foleni, unachagua watu, wewe unaachwa. Mnaenda kwenye kazi, mnaenda kwenye interview, una katazi zote, una idipoti yote ya kupata kazi, lakini haupati. Ni kwa sababu gani? Hauna confirm. Hauna fedha za kuhongana ndio upewe kazi. Lakini kwa neema Baba akafanya mlango. Mungu akafanya mlango bila hata hela, nao ukapata kazi ile. Praise God. Amen. Wakati unapata kazi kama hiyo, hapo ndipo unapiga magoti chini na kumwambia Mungu kwamba kama si wewe Mungu, singepata hii kazi. Haleluya. Amen. Kwamba kama si wewe Mungu wa majeshi, na Israeli asema sasa. Kuna mambo mengine tunayapita ni kama tu ndoto. Je, Mungu mimi ndio nimefika hapa? Wakati kwenu mlikaa kwenye nyumba ya kurendisha, lakini leo hii uko kwa shamba. Ni kwa neema tu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wakati unakumbuka penye Mungu amekutoa, hapo ndipo kama unatoa zile sadaka za limbuko, unasema Baba hakika umetenda. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndipo unapata kwamba unapofanya hivyo, retrenchment itakuja kazini, utabakishwa. Yes. Watu watafutwa kazi, wewe utabaki tu. Maana Mungu amefuatia ile limbuko. Bwana anafuatia zile sadaka kwamba zimekuwa ni security katika kazi yako. Unapoingia kazini, wenzako wanakuambia kwamba Bwana mpokea barua, unauliza kwamba barua ya nini? Wanakuambia kwamba tupewe barua kwamba twende tukakawie nyumbani kiasi. Wewe unasubiri yako hakuna. Sio uwerevu. Sio akili. Ni kwa neema tu. Huenda ulisahau hata ulipotoa zile sadaka kama limbuko, lakini Bwana uzifuatilia. Wakati Bwana anazifuatilia, unapata kwamba anakulinda, anakuepusha na mambo mengine, anakuepusha na majanga. Watu wameshuhudia, wamepata maajali, watu wengi wakafa, lakini umetoka hayo. Sio kwa sababu wao walifunga miganda. Sio kwa sababu wao labda ni wajuzi sana. Bwana aliwafunika, akifuatia zile sadaka ambazo walitoa. So zile sadaka ambazo unazitoa kama limbuko ni sadaka ambazo zinakukumbusha umbali penye Mungu amekutoa. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. So unapata kwamba sadaka za limbuko. Napenda kuna Mkristo mmoja hapa hivi aliwahi nilikuwa na peruzi kile kitabu cha tarehe cha kanisa. Cha kanisa letu hivi. Nikapata kuna Mkristo mmoja alitoa kondoo kama limbuko. Na yuko hapa. Naamini ya kwamba alikumbuka penye Mungu alitoa. Na tangu autoe, humwangalia kila siku, afya yake inabadilika. Afya yake inakuwa sawa. Naye Mungu anafuatilia. Praise God. So wakati unakumbuka penye Baba amekutoa, hautoi zile sadaka kwa kumpatia pastor akule. Unakumbuka penye Mungu amekutoa. Haleluya. Sadaka za pili ni sadaka za zaka.
limbuko ni kwa amri, nayo zaka pia ni kwa amri. Zaka ama fungu la 10, hii ni sadaka ya mapato yako yote, mavuno. Umevuna, umepata mshahara, sasa Mungu anataka 10%. 10% si yako, ni ya Mwenyezi Mungu. Juma lililopita nilitolea mfano kwa yeye aliyeahidi kutolea Bwana fungu la 10, ilivyokuja akaingia mitini. Alipoingia mitini, shetani ni nani? Akasema tutakula wote. Praise God. Amen. Kuna mzee mmoja hapa pia venye nilikuwa nafuatilia vitabu za kumbukumbu za tarehe za kanisa, nikapata kuna kaka mmoja alitoa fungu la 10 kanisani hapa kamili. Hela zikahesabiwa hapa 45,000. Huyu kaka alikuwa na usumbufu wa maisha yake. Ni daktari mkubwa, lakini anakaa ni kama kichaa. Lakini daktari msomi. Licha alikuwa pia anatolea sadaka kwenye madhabahu mengine, lakini mtumishi wa Mungu alipomweka kwenye mstari wa kumtolea Bwana sadaka kamili kwenye madhabahu ya Mungu, yule kaka aliuza shamba 1450. Akaja hapa kanisani huko. Nilihesabu hapa. Alihesabu 45,000 kama sadaka. Unajua mchungaji huyu kaka huwa anakutana naye mjini, ameng'ara. Ameng'ara. Na alirejesha kazi yake ya udaktari. Maana kazi ilikuwa imeisha. Lakini akakumbuka nitarejeshaje hii kazi. Akakumbuka jambo moja, ni kumtolea Bwana. Alipotoa sadaka za zaka kamili, Bwana alimrejesha kazi ya udaktari. Leo hii kitabu kimekuja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So unapata kwamba wakati unamtolea Mungu ile 10%, ile zaka, the Bible inasema katika Malaki kwamba mjaribuni Bwana. Sadaka za kumjaribu Mungu ni fungu la 10. Amen. Nayo ni zaka, nayo ni kamili. Kamili. Sijui kamili kwa lugha yako utaita namna gani? Yaani sadaka zile ambazo haujamwibia Bwana. Ni uchungu. Lakini sadaka za kumjaribu Bwana. The Bible inasema nijaribuni mimi muone kama niliwahesabia hizo faida zote. Zile fungu la 10 ni ile 10% huwa inalinda mali yako yote. Kama unafanya kazi ukitoa 10% ya mshahara wako, inalinda mshahara wako wote. Amen. Inalinda vitu zako zote. Kama ni mahindi, italinda hayo mahindi yako. Amen. Kama ni biashara ya duka, italinda hiyo duka yako. Kama ni maisha yako nyumbani, kama ni mifuko, italinda. Fungu la 10 ni security. That's what the Bible says. Fungu la 10 ni breakthrough. That's what the Bible says. Muone kama sitafungua milango na madirisha. Hiyo ni fungu la 10. Keep in mind, usichanganye. Limbuko ni Mungu alivyokutoa. Lakini zaka ni security. Bwana alikutoa Misri, umemtolea limbuko. Ndiposa akulinde jangwani. Haukuchakaa nguo zako, haukuchakaa miguu zako, haukugonjeka. Zaka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati ECF inakuja kuwa ng'ombe za majirani, wanakuuliza na zako, unauliza haya, kwani kumeendaje? Ng'ombe zote zinakufa kijijini cha ECF. Unasema ECF ndio nini? Kwa sababu kwamba haijakuja. Na sio eti wewe umetibu ng'ombe zako. 10% inalinda ng'ombe zako. Amen. Praise God. Amen. 10% ya mshahara wako inachunga kazi yako. Praise God. Amen. Inakuchunga wewe mwenyewe. Na hiyo 10% hainanga majadiliano. Bwana asifiwe. Amen. Na ndipo mara kwa mara huwa anasema hivi. Ile 10% inategemea. Kuna mwingine anapata kwa wiki, mwingine kwa mwezi. Wale wanaopata mishahara wanapata kwa mwezi. Lakini kuna mwanabiashara atapata kwa wiki. Kuna mwingine hata ni kwa siku. Ni wewe mwenyewe utachagua. Bwana asifiwe. Lakini 10% yoyote hiyo ni ya Bwana. Na hizi sadaka mbili za limbuko na zaka, hizo hazinaga majadiliano. Ili kwamba ukae ukiwa umejiunganisha na Mwenyezi Mungu. Hizi sadaka mbili zitembee mbele yako. Pato lolote unalolipata, hata mtu akikutumia labda tena mama hata ufanye kazi, mtoto amekutumia hata 2,000 kwa mama kunywa sukari, kumbuka 10%. 2,000, 10% ni pesa ngapi?
shilingi 200. 2000 yenye mtoto amekutumia 200 si yako. 200 ni ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. So wakati tunajifunza kumtolea Bwana, unapata ya kwamba maisha yetu Bwana anayalinda. Kwa sababu Biblia inasema atazuia adui haribifu kupitia kwa fungu la 10. Ukienda kwa mganga atakupatia hirisi ya kuchunga boma lako. Lakini wakati unampatia Mungu ni zaidi ya hirisi. Praise God. Amen. Maana cha kushangaza ni kwamba hata yule mganga anamwamini Mungu. Kama mganga anamwamini Mungu, na wewe unaenda kushwali kuamini mganga, which is which? Praise God. Amen. So wakati unajifunza kumtolea Bwana zaka kamili, mali zako unaziunganisha na Mwenyezi Mungu. Amen. Praise God. Amen. Na wakati unafanya hivyo, unapata kwamba the Bible inasema Mungu atakufanya uwe kichwa, hautakuwa mkia. Kila utakapopita utapendeza. Yaani unapendeza tu. Yaani mtu anataka aige kutoka kwako. Sio eti wewe ni msomi. Kuna sadaka zinazokulinda. Kuna sadaka zinazolinda biashara zako. Kwa hivyo naomba nikiamini ya kwamba unapojifunza kumtolea Bwana fungu la 10 na limbuko, hizo zingine tulijifunza kwamba ni za hiari wewe mwenyewe kujua jinsi ya kumtolea Bwana, lakini hizi mbili ni lazima. Na pia waweza chagua madhabahu utakayotolea. Kama hautaki kumtolea Mungu, ni mambo mangapi? Aidha unamtolea Mungu kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu, ama unatolea miungu mingine. Automatic. Lakini ili kwamba Mungu atulinde na wale wanaotuzunguka na wale wanaotuandama, ni kutoa zile zaka ili kwamba Bwana atupiganie. Kwa kuwa vita sio vyetu, ila vita ni vya Bwana. Na kupitia kwa hii injili unapoiweka kwenye mazoea, yaani kwa mazoea tu, kwamba nikipata pesa waje nikumbuke Mungu, nikipata chochote waje nikumbuke Mungu. Nakumbuka siku moja nilikuwa nasumbuliwa na ulcers. Kuna watu wana ulcers hapa, si ndio? Na ulcers inakuja na mawazo. Mawazo kila mwanadamu mpaka awaze. Kama hauwazi wewe ni wazimu. Praise God. Maana Mungu alitupa na zile senses za kuwaza. Unawaza jinsi ya kupata ploti. Unawaza jinsi ya kupata vitu kubwa. Unawaza jinsi atuyoka ameenda kwa mganga nami nitaamkia wapi. Praise God. Unawaza jinsi nyumbani nimetoka ni kama nimetoka Somalia. Sasa jioni nikirudi huko sasa tunajua nikirudi Somalia tena ni vita. Sasa unawaza. Mawazo yako tu. Sasa zikao zinanibana. Siku moja nikiwa nakuja kanisani, nikawa nimelemewa na ulcers barabarani. Na nilikuwa na shilingi 50 tu. So nikawaza nikimbia ninunue dawa ama nitoe sadaka. Kukawa na vitu vingapi? Mbele yangu. Niko nakuja tu na marafiki zangu, lakini nitoe sadaka ama nitumanishe kijana wangu anikimbie dawa. Kitu kaniambia, hata ukienda dawa bado utameza tu. Utanunua leo bado utameza tu. Na nikasema waje nitoe sadaka, kama ni kufa waje nikufa. Praise God. Nilipokuja nikatoa zile sadaka, believe me, ulcers kwisha. Kwa shilingi ngapi? Eti maharagwe hauli, sukuma hauli. Saizi kidheri twende kuzuri. Amen. Sukuma wiki twende kazi. Praise God. Amen. Wewe ambao unasumbuliwa na ulcers, mawazo yako tu. Mawazo haitakimbia. Kamjaribu Bwana na sadaka za amani. Amen. Sadaka za uponyaji. Mungu alisema kula chochote. Unakuwa selective mpaka ukitembelea mtu kama mgeni anashangaa nimnunulie nini. Akikimbia soda siku ile daktari alikataza. Akitaka akimbiza kuku unasema unajua sana ina mafuta mingi. Akitaka chai maziwa unajua unajua inakuwa na burusela. Sasa my friend. Hallelujah. Kama ni mwanaume mama kwa nyumba na kazi mingi. Maana anapika vyakula vingi. Hii ni ya mzee, hii ni ya mtoto wa kulangi hii ni ya msichana fulani wa kulangi hii. Hizi ni kazi za shetani. Praise God. Amen. Believe me. Na nitakwambia kwa mimi mwenyewe mfano. Si kwa kula nyama
for the past like 20 years nikiwa nimezaliwa nikiwa like 7 years. Sikuwa nakula nyama mimi. Nikila nyama ilikuwa na washo allergy. Na washo nakaa kama kitu kingine. So nikaikataa 20 years. Lakini nashukuru mchungaji, siku moja tulikuwa na hawa wazee, tulikuwa tumeenda mahali na akasema toka mchezo kwamba wewe ambaye kuna kitu wafanye na unataka, na unajua bahati mbaya wakati nikawa nimeajiriwa kazi mahali ambapo nyama zinapita kama zote. Zaburi sasa unanipia. So nikawa najiuliza, mimi mwenyewe najitonga vegetarian. Wakati watu wanakula nyama mimi nameza moto. Taabu gani hii? Shida. Na Biblia inasema mbinguni kuna nyama na asali. Sasa hii mbinguni mimi wanasema huko mboga hakuna. Nitafanya nini? Praise God. Pastor alipoomba na siku moja nikasema tunaamini kwa Mungu. Let me try. Waje nikule liwe liwalo. Nikaocha kidogo nikisikiza. Ushawahi kula chakula ukisikiza? Yaani unakula ukisikiza itawasha. Kipande cha kwanza kwa tumbo. Sasa kuna ya pili ya tatu hakuna. Iliyofuata my friend. Saizi nyama my friend, nyama. Unatoa tu. Baka na supu yote. Sasa kama uko hapo na kuli nyama, my friend, kama ukuli nyama na unasema unaenda mbinguni, unaenda kwa nani? Na mbinguni ni asali na maziwa na nyama. Mungu hakuna. Sasa kama hauli nyama today, mchungaji anamwambia yako. Amen. Na naomba mchungaji, sio ukiomba tumalisha karobo. Watayarisha kidogo. Yaani wanakuombea wanamaliza na wanakuambia kwamba okay. Yes. Atakunywa maziwa na mbinguni kuna maziwa, unaenda kwa nani? Ya, tuseme tu kweli. Hauli vitu vingi na umepewa kadi ya harusi. Bwana asifiwe. Okay, kuna vitu vingine tumepatia shetani nafasi ya kutuchezea. Kama kuna kitu tumbo lako hauli, today is today. Ambia Mungu enough is enough. Bwana asifiwe. Daktari hizi shinda Mungu. Mungu alisema vyakula zote zilizo mbele yenu, kuleni. Praise God. Wacha kupatia wapishi kazi mingi. Mimi yana nikija kwako useme soda mimi nakunywa, lakini sometimes unaweza kataa tu kusema kwamba ina asidi mingi. But si asikunywi. Praise God. So kama Mkristo kuna vitu vingine shetani ametushika nazo mateka. Imefanya mikoba zetu kama ni mama, mikoba zetu badala sibebe zile mapambo za unajua mama mpaka abebe kakio kidogo, kale kamarashi kidogo, kale kapunguza kidogo. Akifika mahali angalia kwa hakuna mtu anatoka kidogo ajiangalie. Haleluya. Lakini wanaume ni hardware. Wajali. Mbele ni kuzuri. Sasa badala huo mkoba ubebe hayo mazuri, umebeba madawa. Sure. Kwani wewe ni chemist? Mchungaji siku moja akatuambia kwamba hata calendar za chemist tuziweke kwenye nyumba zetu. Maana ukiweka calendar ya chemist kwenye nyumba yako real, ukiamka asubuhi unataka kujua madawa yenye yako the latest. Eti bwana unajua hii imetoka sasa, hii ndio imetoka sasa India. Unaweka kwa moyo gani? Hiyo sio makusudi ya Mwenyezi Mungu. Weka kalenda za vyakula, za magari, kalenda za nyumba nzuri, kalenda za mashamba. Ukiamka unasema kwamba this is my home. Bwana asifiwe. Hata kama wewe si msusi, nunua kalenda ya warembo wenye mavalia vizuri wewe kwa nyumba yako. Ukiamka asubuhi siku moja unaangalia hayo ukapendeza. Hiyo nguo safi sana. Nikienda kushonesha, naenda kushonesha kama hivi. Lakini umechukua kalenda ya kina Rambo, umeweka kwa nyumba. Shwari. Nimemaliza. Bwana wabariki.